Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV. Ikiwa ni majira ya saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki, tarehe 21 za mwezi wa 4 2025. Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Kuna watu ambao wamekamatwa wakiwa kuna silaha nzito design ya PKM, wakiwa wanaziweka kwenye mifuko na hivyo kujaribu kuzipeleka kwa upande wa magaidi wa M23 ni maeneo ya Shabunda. Na hilo limefanyika baada ya mmoja kati ya watu watatu kuweza kutoroka kukimbia baada ya kukamatwa na vikosi ambavyo vinaongozwa na Generali Mubangu Simba D maeneo hayo. So tutakwenda kuzungumza na hilo, na pia magaidi wa M23 wameonekana kuweza kuondoka Katana, Kabamba, Kalehe na hivyo kujikusanya maeneo ya Kavumu, huku watu wakiwa wanajiuliza kwamba ile march ambao walifanyanga, ile demonstration, just ile demonstration ambao walifanya kwa ajili ya kutaka ku-create panic watu ili waonekane kwamba ni wengi, sijui wako hivi, lakini wakahoko walionekana kurudi wote Kavumu na wanajifungia ndani ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Sasa kunajiuliza ni nini ambacho kinaandaliwa Kavumu, wanataka kufanya nini? Je, ndo ile ambayo rais mwakilishi wa Marekani bwana Bulus aliweza kuzungumza kwamba sasa hivi kauli ya Marekani sio kama kauli ya Ubelgiji au Ufaransa, ni kauli nzito. Rwanda iondoke DRC haraka iwezekanavyo na iache pia kuwasaidia magaidi wa M23. Kwa upande wa mkoa wa Tanganyika, wale wakimbizi ambao walikimbia vita Goma, Uvira, Bukavu na maeneo mbalimbali wanahangaika mkoani Tanganyika ndani ya jiji la Kalemi, wanakosa mahala pa kulala, chakula, wanakosa mahitaji muhimu ya kibinadamu, hivyo wanalalamikia serikali iweze kuwasaidia. Wengi wamekuwa wako na watoto wadogo na hivyo ni hatari kwao kwa ajili ya afya ya magonjwa. Wanaishi kwenye shule moja, kitu ambacho kinawaweka katika hatari kubwa. Wanahitaji msaada kutoka serikalini pamoja na watu wenye nia njema ya kuweza kusaidia watu wenye matatizo. Pia ADF waweza kudhibiti maeneo na kuwalazimisha watu kuwa wanalipa kodi ya $10 kwanza ya utambulisho, identification, and then kila mwisho wa mwezi mtu anatakiwa awe analipa $30 ikiwa kama vile ni kodi. Ni hatari. Na haya maeneo utakumbuka tu kwamba kuna mutualization forces between UPDF na FRDC ya kuwasaka ADF pamoja na Codeco, lakini cha ajabu ni kwamba tarafa nzima, eneo nzima la huko maeneo ambako panaitwa utawala wa Bakwanza kuweza kuwa chini ya utawala wa magaidi wa ADF. Sasa serikali pamoja na UPDF wako wapi? Tagusia kidogo pia kanuni na taratibu za kiserikali kuweza kukipigia marufuku chama cha PPRD na kuweza kususpendre activities zote za PPRD mu Republika nzima. Donc sasa hivi PPRD ukisikika tu kwamba uko mtu wa PPRD unakamatwa, inakatazwa, hakuna PPRD kufanya mambo yote ya kisiasa. Uleba kifuti kabisa bana, sema wao wasinani. So hayo ndio ambayo tutazungumza. Kumbuka ni kipindi cha maelezo pamoja na habari. Pia tembelea Baraka One TV channel 2 kwa sababu uweze kuwa unapata matokeo mengine ambayo yako yanazidi kuendelea, na usahau kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Mimi ni Wajabu Kabonga na hii ni Baraka One TV. Karibu na twende wote kwa pamoja. Nakula Arusha ya nchi kusema kama tutaenda chunga aeroporo ya Nzovu, tutaenda chunga aeroporo ya Chonka mpaka Shabunda.
banatoka Bukavu mapekame banazitia Musaki, ndio haba kufika Nzibira bakafungula, kuzifungula zinafika hapa na zikamata. Guvernema anisame yeye ndio mwenye iko na tu maba ba infiltre, na angalie mzuri tusiuzishane. Niko wa kwanza kwa kupikania nchi. General Mubangu Simba tu niko wa kwanza kwa kupikania hii nchi. Kitu maana nishangaza, niko na majoro hapa nini Kibanda Mangovu ya FARDC ana PKM. Majoro alikuwa Nyalubemba hakuwa na PKM. Majoro alikuwa Nyalubemba hakuwa na PKM. Tievari hakuwa na PKM. Mpaka Kigulube basoda mnifika kule, ndio mzee. Basoda mnifika kule, ndio. Hakuna mmoja na maana tunakamata hizi mabunduki za kwenda installe M23 kule Shabunda. Gouvernement ituhukumu isipotuhukumu banajo, kama banajo hapa batatuuliza. Zinatoka Bukavu Nzibira ziko Musaki, hazikufunguliwa. Habana fete wala ordre de mission. Tubakamate watu gani? Gouvernement itaoleza. Gouvernement itaoleza shie. Betimama na bora. Ndio hizi zinabakia kumikono ya bazalendo. Na muzalendo na nisodo ya gouvernement. Jamais trahir le Congo. Général Moussa Mubangu Simba tu. Mi peke huyu. Na yenu nilibatosha mwe nikate hapa hivi. Ndio walikuwa na hii mazuri hapa na nani kapiteni anakimbia. Koma kwa kapiteni anashuka na PKM. Majoro iko hapa Kibanda Mangovu Ibra ana PKM. Pourquoi ikoma kapiteni atembe na PKM tena Musaki? Kama itakuwa hukumu, hizi zote zitafika kwa mikono ya nani? Ya gouvernement. Na ndio baba yetu. Kwa leo zinabakia kwa mikono ya nani? Natokea Bukavu, Brasserie, Avenue Farmakina. Ba M23 walitukutanaka pale le 16 ya mwezi wa pili. Sasa ilieneka le 20 tukapata turu ya kukimbia, tukafika Uvira. Tukaikalaka Uvira siku mbili, tukaona bengine watu wanaanza pigana pale. Bakasema tukimbilie mu mabato. Jo bengine wote bakakimbilia mu mabato na shi tukakimbilia hapo. Sasa tulifika hapa Kalemi, tukalalaka pale kuporo siku mbili, wengine watu wote betukia nao wakaenda. Na shi tukakuya tukaanza tukuya tukwe tunafika tunalala. Nilipiaka na watoto baine, mumoya kakufa. Bamkanisa mwa kule chini bakamtwalaka bali muzika kasipayua hata. Waje gani? Alikuwa shakuwa na miaka 7. John kabakia ndio ni fie ndio alikuwa Doriana. Nikabakia na watoto 3. Fie mumwana bagarso bawili. Bababo iko tu hapa. Alienda tafuta vya kukula. Ndio tukabakia nikomake kwa bali tupokeaka sasa wakasema watusaidie. Balikuwa bashaanza tufukuza aseme mbona ishe iko sasa tutaendaka hatuna kwenye tutaenda. Njo nikaanza asema siwe hata nafanya. Nyo nikasikia aseme nikifika huku kwa shefu wanizi nisaidia nafasi ya kuishi. Sasa nilifika hapa nikakutana kule kwa shefu nako hakuna nafasi. Njo nilikakuyaka hapa kwa hii masomo nikaanza lala hako. Na njo nikaanza na wengine bakimbizi bandugu yangu nikaanza baona na njo shibote tukabakia hapa kwa hii masomo. Tunaloma mtusaidie nafasi ya kuishi, na chakula ya kukula na manguo ya kuvala. Huyu mtoto nilikimbiaka naye na desmene, hivi anakuwa na demo hizi. Wa M23 ni hatari sana. Wako mwingine akatana sai msantre njokwe wako.
Sasa sijui wanaanza rudia wapi Kavumu kama wapi. Ni hatari sana. Wanakamata watu, wanawabebesha. Ni hatari sana, ni hatari sana. Naam, kama jinsi unavyokuwa uko natizama hapa ni maeneo ya Katana, na ni kutokana na kile ambacho wameweza kukifanya magaidi wa M23. Wametoka Katana, wametoka maeneo ya Kalehe, ya ngambo ya milima ya juu pamoja na chini na sehemu zingine ambako walikuwa wanakwenda, kisha wanakutanana na vipigo vitakatifu kutoka kwa waza na walazimu kuweza kurudi, na inavyosemekana kwamba wote wanakwenda kujikusanya sehemu moja ambako ni Kavumu, na wapo ndani ya uwanja wa ndege wa Kavumu. Watu wanakuwa wakunajiuliza kwamba kile kitendo cha wao kuonekana wengi wakienda Katana, wengine wakienda Kabamba, wakienda Kalehe, wengine wakiwa wanajaribu kuja Nyangezi ambako wazalendo pia wanawashughulikia, kujaribu kushuka pia Kamanyola, lakini inakuwa ni ngumu kwao, na hii ni kutokana na mipango ambayo imeweza kufanywa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya Marekani, makubaliano ambayo yameweza kufanyika kwa ajili ya masuala ya madini. Ya mwakilishi wa Trump ambaye alifanya ziara barani Afrika, akazungukia Kongo, Rwanda, Burundi pamoja na Kenya, na kukutana na marais wa nchi zote hizi, juzi ameweza kutoa kauli ambayo haipingiki. Unajua Marekani ikizungumza inazungumza kwamba ni wakati sasa Rwanda iweze kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia kuacha mara moja kuwasupport magaidi wa M23. Hili wala halina pingamizi. Wengi mnajua kwamba baba wa dunia, anayeongoza dunia ni Marekani, na Marekani akisema anasema, sio kama Wafaransa, wa Belgiji, wa Jerumani, wanani wote wale wakizungumza wale waga haina kauli nzito, lakini kauli kutoka Marekani ni funga break. Na yote hii ni kutokana na supu ambayo tayari Marekani amekwisha kuanza kuionja. Unajua ukitaka kumkamata mbuzi unampaka tu unga mdomoni, atakwenda yuko na lambalamba ama mafuta mawese, atena na lambalamba na gisi unambeba wala hata piga kelele. Ndio hiki ambacho kimefanywa kwa upande wa Marekani, na magaidi muda si mrefu watakwenda kuondoka wote, kila eneo ambalo wamepatikana wataondoka. Na pia ujio wa rais mstaafu bwana Joseph Kabila Goma ni moja kati ya njia ambazo zitakwenda kumaliza kabisa uasi wa M23. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kwa wale ambao pengine si Waislamu na hawajajaliwa kuwa Waislamu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Mimi nimependelea kuongea na kaka Rajabu Kabonga. Nimekutafuta sababu nimesikia habari ulioieleza kuhusiana na vituko vinavyopatikana huko kwetu, na sana kuhusiana na hii habari ya Ituri, kwamba wale ma ADF wanawalazimisha Waislamu wa Kristo kuingia kwenye Uislamu na kuwalipisha kodi ya $10 kujitambulisha na $30 ya kila mwezi, kama vile yani obligatoire, wanawalazimisha kwamba yani inakuwa ni kodi ya kila mwezi, kama nilivyokusikia, kama nitakuwa sijadanganyika. Kwanza tuseme kwanza, hiki kitendo wanachokifanya hawa watu, ukweli ni uibilisi. Huo ni uibilisi, na hilo ni jambo ambalo halifai kwenye dini ya Uislamu. Mimi nayekuzungumzia hapa ni Muislamu, na mimi ni Mkongomani halisi, na mimi naishi Kenya, na nashukuru baada ya kuwa nimesilimu na nikaanza kusoma Uislamu mpaka pale aliponijalia Mwenyezi Mungu. Ukweli ni kwamba hivi vitendo wanavyovifanya ni vitendo ambavyo si sahihi kwenye Uislamu, sababu Wakristo wako mpaka siku ya Kiyama. Sisi tunawaita ahlul kitabi, ahlu alkitabu au ahli alkitabi, yani ni dini ambayo ni shibhu ya dini ambayo kwamba ni iko ndani
Makristo na Mayahudi. Hawa watu ni watu walipewa kitabu zama zilizopita, na kwa hivyo ni Wakristo, wengine ni Mayahudi. Hawa wanaitwa ni ahlul kitab, yani Wakristo, Manaswara na Mayahudi. Wakristo ndio Manaswara na Mayahudi ni Mayahudi kama inavyojulikana. Wakristo na Mayahudi wako mpaka siku ya kiyama, wako mpaka siku za mwisho, siku za hukumu wapo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzungumzia kwenye Qur'ani, akituelezea kwamba waliokuwa karibu na Waislamu ni Wakristo. Sababu Wakristo kuna baadhi kweli, kuna baadhi ya nuru ambao kwamba hawajajaliwa kuipata, na ndio unaona Wakristo waliokuwa wengi wakigundua Uislamu kwamba ndio dini ya haki, wanaingia katika Uislamu kabisa haraka sana kwa hiari. Alafu wakilinganiwa na kuoneshwa ukweli wa Uislamu, wakigundua hilo, utawaona wakitoa machozi kabisa kwa lile waliloliangalia la haki katika Uislamu. Na kueleza hili ni katika kisa ambacho kinapatikana katika suratu Maryam, sura ya mama Maryam, mama wa Isa au mama wa Yesu wa Kristo wanavyomuita. Alipo Waislamu wa kwanza walivyogura na kukimbia kwenda Habasha au Hebeshi, zama za kitambo, Ethiopia kitambo, lakini ilikuwa Ethiopia ilikuwa mipaka haijagawanywa. Kwa hivyo Ethiopia ilikuwa ni kubwa sana wakati ilikuwa ikiitwa Habasha. Kwa hivyo kuna usemi kwamba pia yani ilikuwa inashika sehemu nyingi, hata kuna usemi kama pia Kenya na sehemu zingine ilikuwa iko ndani ya Habasha au ndani ya Ethiopia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ajua zaidi. Kabla ya kugawanya nchi zilikuwa kubwa, kama vile unaona nchi yetu Kongo ilikuwa kubwa, hata Angola ilikuwa ndani ya Kongo, Brazzaville je pense ilikuwa ndani ya Kongo, Rwanda ilikuwa ni ndani ya Kongo, unaona. Kwa hivyo kama nitakuwa sijadanganyika, kwa hivyo dalili walilomtolea hawa waliokuwa wamekimbiwa walipofuatwa na Makureishi, yani makafiri wa Kiarabu wakiwafuata hawa waliosilimu kwa mfalme wa Hebeshi, akawataka Waislamu dalili walipomsomea suratu Maryam, yani sura ya mama Maryam ambayo iko ndani ya Qur'an. Alitiririka na kutokwa na machozi kuona ile haki ambao kwamba wanaizungumza dhidi ya wale makafiri wa Kikureishi ambao kwamba walikuwa wamekuja kumwomba mfalme awaregeshe waende wakawaue na waende wakawafanyie unyama. Ndio wakamwambia mfalme, hii dini ya Uislamu, huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alileta dini ya Uislamu ambao ni ya haki. Sisi tulikuwa tukinyanganywa, sisi tulikuwa tukiniwatumwa, sisi wengine tulikuwa tukiteswa, sisi tulikuwa tukiabudu miungu. Amekuja akatutoa kwenye utumwa na kutulingania kumwabudu Mungu mmoja peke yake, na mtu kuwa sawasi na mtu mwingine. Hakuna aliyekuwa juu, hakuna aliyekuwa chini, hakuna mkubwa, hakuna mdogo, wote ni wamoja, ama wote ni daraja moja, unaona. Sasa huyu mfalme akasilimu, unaona, akasilimu. Kwa hivyo huwezi kumpiga Mkristo vita eti aingie kwenye Uislamu kwa lazima. Hii ni batili, na kwenye dini hakuna kitu kama hiki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye Qur'ani, ud'u ila sabili rabbika bil mau'idhatil hasana billati hiya ahsan wal mau'idhatil hasana, kama sijakosea aya. Lingania kwenye dini ya Mwenyezi Mungu kwanza kwa mawaidha mazuri, na ulinganie katika njia iliyokuwa ya sahihi. Ulinganie kwa upole na unyenyekevu, na kuwalingania watu katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana. Lingania katika kwenye njia ya Mola wako
kwa hikma, utumie njia nzuri za kulingania watu wapate kuelewa Uislamu na wasilimu. Wal mauidhatil hasana, na walinganie kupitia mawaidha mazuri, yani mafundisho mazuri na maneno mazuri. Unaona Kwa hivyo Uislamu haulazimishi kwamba watu wasilimu alafu atuuliwe. Hawa watu dini imewaita kwamba ni makhawariji. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwataja, manake walianza zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam kizazi hiko, unaona, mpaka wakaja wakampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataja kwenye Qur'an, kwenye hadithi akasema kwamba yakhrujuna min alislam kama yakhruju arramia, kama yakhruju as-sahmu min arramia, kwamba hawatu hawa wanatoka kwenye Uislamu kama vile uta unatoka kwenye upinde. Unaona? Kwa hivyo hawa wanafanya vitendo vya kikafiri ambavyo kwamba Uislamu hauruhusu wala Uislamu haufundishi hivyo, na hawa ndio wanasababisha Uislamu unapata jina mbaya kabisa, wakati ambapo ni Uislamu ni dini ni haki na ni dini ya khairi na ni dini tulivu na ni dini ya upole kabisa kwa mwanadamu yoyote yule. Unaona? Kwa hivyo hawa watu hawa ADF wanafanya hivyo vituko huko sehemu za Ituri ni majambazi ambao kwamba sawa waweza kuwa ni Waislamu taban, lakini hivyo vituko wanavyofanya laisa min alislam fihi shay, hakuna ndani ya Uislamu vitu kama hivi kabisa. Ni mambo ambayo wanafanya ili pengine ni njama zilizoandaliwa ili Uislamu uonekane kwamba ni jina mbaya. Huenda wakiwa hata si Waislamu, lakini wakavaa vazi la Uislamu ili waje watimbe Uislamu upate jina mbaya. Na kwa nini baada ya kuwa Uganda na nchi yetu Kongo wameafikiana wakaunda kikosi cha operation Shujaa cha kushirikiana ambacho kinaitwa ni Shujaa, ama kinachoitwa Shujaa kupiga wale ma ADF, mbona hawawapigi? Allahu alamu, Mwenyezi Mungu yajua zaidi, lakini mimi nafikiria hii njama inaweza kuwa ni njama iliyotengenezwa na Uganda na wengine watu ambao kwamba wanachuki zaidi ya Waislamu ili kufanya nini? Ili kuleta balaa ndani ya Kongo na kupaka jina mbaya la Waislamu, ili Waislamu tuliokuwako Kongo wapate dhiki kama vile wale wa Kristo wanavyopata dhiki. Sababu Mkristo ni mwanadamu, na Myahudi pia ni mwanadamu. Kullu haula yani bani Adam, hao wote ni watoto wa Adam. Unaona ikiwa walikataa haki kwa nafsi zao wenyewe, unaona, lakini hawawezi kulazimishwa kuingia kwenye Uislamu kwa nguvu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema la ikraha fi dini, hakuna kulazimishana hakuna kulazimishana kwenye dini. Hakuna kulazimishana kwenye dini. Mtu amechagua kuwa Mkristo, mwache awe Mkristo. Huwezi kumumaliza Mkristo. Hata ukasema unataka kuwaua, utawaua Wakristo mpaka utawamaliza? Huwezi kuwamaliza. Yani Anasara wal Yahudi kullu haula wako mpaka siku za mwisho, wako mpaka siku ya kiyama. Huwezi kuwamaliza. La hasha, huwezi kuwamaliza. Kwa hivyo bado ni pale kuwalingania kwa wema na kwa upole, ambaye ataamua kusilimu na kufuata Uislamu fabiha wa neema, alhamdulillah. Na ambaye kwamba hatataka, hakuna kumteza nguvu na kumpiga vita na kumuudhi, la yajuzu hadha, haifai. Kwa hivyo bwana Rajabu, mimi huwa nafuata misio yako sana, habari zako huwa nazipenda kabisa kuzifuata sana. Nafikiria unaona hata najaribu kutumia hata viji mambo hapo. Kwa hivyo ala kule hali bwana, hawa watu ni wenye kusababisha dhiki kwa Waislamu kama vile Wakristo wanavyopata dhiki sana. Nakumbuka, kama utakuwa hujasahau, kuna yule shehe aliyokuja kuuliwa Beni. Unaona, kuna yule ustadhi aliyekuja kuuliwa Beni, tena akiwa kwenye mimbar baada ya Ijumaa kapigwa masasi. Kwa hivyo ndugu yangu, fantabihu, muwe makini sana ndugu yangu. Sawa, sisi ni Waislamu, nyinyi ni Wakristo bwana, lakini haya mambo yanayofanyika huko kwetu bwana, ukweli si kwamba Uislamu unafundisha mambo haya, unafundisha mambo hayo, wala Uislamu yani tuko na mambo, hapana kabisa.
Hayo ni mambo ya wazi ya vitendo vibaya. Sisi Waislamu wenyewe tunawaita hao ni wakorofi na ni makhawariji, ni watu ambao wamepinda na kutoka kwenye njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa sahihi na kutoka kwenye njia ya Uislamu iliyokuwa sahihi. Nimependa niongee na wewe tu maneno haya mawili matatu, tanisame nikipata fursa wakati mwingine tutakuwa tukiongea. Ndugu yangu, barakallahu fikum. Mwenyezi Mungu atuongoze na waongoze nyie, na awaongoze ambao hawajakuwa Waislamu waingie kwenye Uislamu kwa hiari yao na kwa kupenda kwao na kwa kufurahikia kwao, sio kulazimishwa. Asanteni sana ndugu yangu.